Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Kazi yao haijaanza leo, bali ni juhudi za muda mrefu zinazolenga kueneza elimu ya Qur'ani kwa Waislamu wa Afrika Mashariki na zaidi. Wamejitolea kuichapisha na kusambaza tafsiri za Qur'ani kwa Kiswahili ila kila Muislamu awe na elimu juu ya au ya kawaida apate nafasi ya kuelewa kitabu hiki kitakatifu. Hakika Al-Iqra Foundation ni nguzo muhimu ya Uislamu katika kanda hii, na ni jukumu letu sote kumuunga mkono na kuombea dua ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape nguvu ya kuendelea na kazi hii tukufu. Qur'ani, nuru inayoongoza njia yetu. Ndugu zangu, tunaishi katika dunia yenye changamoto nyingi sana: fitna, mgawanyiko, dhulma na ukosefu wa maadili. Leo Mwenyezi Mungu hakutuacha bila mwongozo. Ametupa Qur'an tukufu, mwanga wa milele, nuru inayotekeleza katika gizani kwenda kwenye mwangaza. Ramadhani na kipindi hichi cha Kwaresma ni kipindi ambacho sote kwa kweli Waislamu na Wakristo ni watu tunamnyenyekea Mungu, watu tunarudi kwa Mungu. Mimi nadhania Tanzania inaelekea kwenye uchaguzi, inaelekea kwenye harakati za uchaguzi. Hakuna jambo kubwa ambalo linahitajika lisemwe, linahitajika lihubiriwe, linahitajika liombwe misikitini siku za Ijumaa na Jumapili, kwenye madhabahu na siku za Jumamosi kwenye nyumba za ibada, kama vile uchaguzi wa kheri, uchaguzi wa amani, na Tanzania iingie kwenye uchaguzi ikiwa bado wa Tanzania ni kitu kimoja. Tabani ieleweke, mara nyingi viongozi wa dini wakisema uchaguzi wa amani huwa wengine hawapendi kutuelewa, lakini tunakusudia kwamba hata wale wenye malalamiko yao, hata wale wanaotafuta haki zao, basi haki zao zitafutwe kwa njia ya amani. Na tumeweza kufanya uzinduzi kwa hapa katika taasisi ya Al-Iqra Foundation wa tafsiri ya Qur'an tukufu iliyofanywa na mzawa, tafsiriwa na mzawa Sheikh Hassan Mwalupa. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika moja ya mazungumzo yake alisema kwamba maadui wa taifa hili ni watatu, na kati ya maadui aliyotaja Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilikuwa ni ujinga. Ukiangalia ujinga wakati wote ndio umekuwa ukimuumiza mwanadamu katika maisha yake, na panapokuwa na ujinga maana yake kwamba adui wa ubinadamu hutumia ujinga kama platform, kama daraja la kuweza kumuumiza mwanadamu, na hauwezi kuondoa ujinga bila kujielimisha, na hakuna elimu iliyokuwa bora kama kuweza kufuata maagizo ya Mwenyezi Mungu, kitu gani ambacho Mwenyezi Mungu aliyekuumba wewe akakufinyanga kuleta duniani anachokuelekeza. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.